Mtume aliposema ittaqillaha haythu ma kunta wa atbil sayyi'ata alhasanati tamuhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan. Katika hadithi ilikuja mche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sehemu yoyote upatikanapo, sehemu ya siri na sehemu ya wazi. Unamcha Mwenyezi Mungu sehemu ya siri, maana yake vipi? Uko sehemu hakuna yoyote wa kuona, ulikuwa na mille opportunity ya kula, lakini unamcha Mwenyezi Mungu unaacha kula. Ulikuwa na mille opportunity ya kuzini, lakini unaacha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ittaqillaha haythu ma kunta. Ulikuwa na opportunity ya kuiba, unaziona pale ziko, hawajazi hesabu zile pesa wale. Hata nikachukua ndani $100 watajua jua hawajazi hesabu bado, lakini ukaacha kuchukua kwa ajili ya kumwogopa nani? Allah. Ile ndio inaitwa uchamungu. Baada ya kosa lolote ufatanishe mambo mazuri, mambo ya mema. Watu wanatumia hii hadithi wanasema, acha tuende zetu tufanye maasi, kisha tutatoa sadaka, kisha tutafanya jambo kadha kadha. Inal hasanati yudhhibna sayiat, yani mambo ya kheri inaendaka kufuta madhambi. Kweli ukafanya mema yafuta maovu. Shida ile mema utafanya, je, itakubaliwa? Ndio ile kesho itakuwa sasa. Ili ipate kufuta madhambi, ili ipate kufuta makosa, ni lazima ikubaliwe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kati ya kutenda wema, kupupia kufanya mambo mazuri, na kati ya kujiziwia na mambo mabaya, wanachuoni walikuwa wanachagua kupupia kujiziwia na kufanya makosa badala ya kujipupia na kufanya nini? Mambo ya kheri. Kwa nini walikuwa wanafanya hivyo? Kwa kuwa kwa kufanya makosa hakuna sharti yoyote. Unapoanguka tu kwenye kosa moja kwa moja unaandikiwa kosa, lakini unapofanya jambo la wema, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima angalie ikhlasi ile jambo unafanya. Kadiri ya jinsi kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio kadiri ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio kadiri ya vile unaenda kujizuia na yote alikukataza, ndio kadiri utatekeleza aliyoamurisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunaishi katika ghafla, kila mtu anafanya kisa anataka. Mwenyezi Mungu aliamurisha hivi, yara inanenyore. Mwenyezi Mungu alikataza hivi, anenyore. Kwa nini anafanya hivyo? Kwa kuwa hamjui Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angekuwa anamjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akifanya hivyo, hakifanya hivyo. Ikiwa kama tutamjua hakika kumjua, ni moja kwa moja makatazo yake tutaacha mbali na moja kwa moja maamurisho yake tutayatekeleza.